Na mtazamaji, karibu tena asubuhi ya leo. Ni kusihi kabisa kwa bashasha njema kabisa tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi kwa kupata neno la Bwana, hasa tukiangazia kutoka kwa Bishop Eliab Santos. Na sasa ni wakati mzuri kabisa nikukaribisha katika njia ya magumu, majonzi na mazito ambayo unayapitia, lakini Mungu huweza kutupa faraja kwa kupitia kuabudu ama kusifu, hata pia kupitia njia ya uimbaji na kwa kuhubiri pia Mungu huweza kutulejeshea ile neema yake ya kweli. Na hapa siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu hapa, ambapo pia ni jopo kubwa ambalo leo tutaenda kukubariki wewe mtazamaji ambaye unaenda kunitazama kwa sasa. Na moja kwa moja tukutane na huyu mwingine, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anaitwa Samueli, na tuko naye hapa. Lakini kwa kwake hapa ni baraka tosha kwako pia ili uweze kubarikiwa, lakini si yeye tu bali wako na wengine pia. Karibu sana. Asante sana. Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Tumefarijika kuwa na wewe hapa pia. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naona nyote mmenyenyekezwa tukiwa katika Mungu huu wa Pasaka. Mungu awabariki sana. Amen, lakini amen. Pia nipende kwanza na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ndio. Nimefurahi kuwa nawe hapa na Mungu Asante. aweze kukubariki sana. Sauti yako ni faraja pia na tumaini kwa watu wengine. Na kabla hebu imba takakona kidogo nisikie bwana. Kwanza kabisa nina wimbo mpya, japo na nyimbo zingine ambazo nimezitoa hapo nyuma, lakini wimbo mpya unaenda kwa jina la Mambo Sawa. Sawa sawa sawa, mambo sawa sawa sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa, tukiwa na Baba sawa sawa. Naam, inatosha. Samueli, wewe Yes. ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia jina lako najua wito tu Samueli, kuna urefu kidogo hapo. Naitwa Samuel Mwakasiuka. Mwakasiuka. Yes. Ni kabila gani hili? Mimi ni Mnyakyusa kutoka Mbeya, japo nimezaliwa Tabora, nimeishi Tabora, lakini asili yangu ni mtu wa Mbeya. Amen, amen. Yeah. Na mtazamaji, leo kuwepo kwake Samueli, najua yuko hapa ili kwa kupa faraja na tumaini kwa kwa mtazamaji asubuhi ya leo ambayo unatazama kupitia Amka Tumsifu Mungu. Lakini cha pekee kabisa leo amekuja na zawadi nzuri ya kuweza kutambulisha wimbo wake, na tunatamani pia tuweze kufahamu wimbo huo ni wimbo upi ambao ameweza kutuletea siku ya leo, ambao pia na mimi pia unaweza ukanibariki kwa namna fulani ama nyingine, na pia unayetutazama mtazamaji. Samueli, leo najua imekuwa ni siku nzuri kabisa kwa watazamaji ambao wanakutazama, wengine wakiwa katika magumu na majonzi, lakini wengine wakiwa katika furaha. Najua ujio wako hapa hujaja kizembe, kuna vitu vingi sana ambavyo umeweza kujiandaa. Natamani kujua kwa ukaribu sana na kwa ufupi kuhusiana na safari yako ya muziki, ama nini ambacho kiliweza kukupa chachu kabla hujaweza kutambulisha wimbo wako kwa ufupi sana. Asante. Kwanza kabisa nilianza huduma kama mwimbaji wa kwaya Tabora pale kanisa la Moravian. Kwa sababu asili ya kabila letu, asili ya familia yetu ilikuwa ni kwenye huduma. Kwa hiyo tulianza kwenye kwaya, na baadaye nikasikia wito wa kuanza kuimba nyimbo binafsi, kumtumikia Mungu kwa njia hiyo. Nimeanza muda mrefu kidogo, na pengine huu sio wimbo wangu wa kwanza, nimefanya nyimbo kadhaa hapo nyuma, na kuna wimbo fulani ambao nilifanya na mtumishi wa Mungu Boni Waitege, unaitwa Maonyo ya Wazazi. Kwa hiyo kila ambacho kilisukuma ni ule wito wa kusikia ndani kwamba napenda kumtumikia Mungu, lakini kwanza kwaya, na baadaye nikaingia kwenye huduma hii ya kujitegemea, tunasema mwimbaji wa nyimbo za Injili. Sasa una album ngapi mpaka sasa hivi? Album kwa wastani kama 3, lakini video nafikiri ni 2. Na kwa sasa hivi, kwa mfumo wa sasa hivi, sasa sifanyi album, nafanya tu hizo single, lakini hapo nyuma tayari nilikuwa na album 2. Nani ambaye anakushika mkono ama kukusogeza mbele zaidi? Naweza kusema ni Mungu tu zaidi, kwa sababu yes, anaweza kutumia watu kwa sehemu, lakini siwezi kusema kwamba nina mtu ambaye sasa ananifadhili. Hapana, ni kujichanga. Na kuna wakati unapofanya huduma hatutegemei sana kupata kitu, tunafanya kama huduma. Ndio maana unajichanga, ukipata 2-3 unasema nitoe wimbo fulani. Sawa. Hongera sana kwa kazi mpya ambayo umekuja leo kuitambulisha. Najua kazi hiyo kuna tofauti kidogo na kazi zingine ambazo umeweza kuziandika. Katika wimbo huu ambao unatuletea siku ya leo, kwanza unaitwaje? Unaitwa Mambo Sawa. Mambo Sawa. Yes. Kwa nini uliamua kuita Mambo Sawa?
Umebeba ujumbe gani pia kwa watazamaji wetu ambao wanakutazama kwa leo? Katika safari ya maisha ya kila mtu kwa namna yake, kuna wakati inakuwa na ugumu, inakuwa na changamoto, na kuna wakati mtu anapoteza tumaini la aidha kuendelea na maisha ama kuendelea na kile ambacho alikuwa anaamini kwamba anaweza kapata aidha katika maisha ama kiroho na kadhalika. Kwa hiyo kuna watu wamekata tamaa. Sasa mambo sawa inakuja kumwambia mtu kwamba mambo sawa ukiwa na Yesu. Na hapo ndani tumezungumza habari za alimponya yule mwanamke ambaye alitoka na damu kwa miaka karibu 12, lakini pengine angekata tamaa katika safari yote. Kuna watu ambao pengine wasipofanikiwa jambo lao ama wakipita katika misukosuko kwa mwaka mmoja miwili, wanakata tamaa kabisa na wanaona kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuleta suluhisho. Lakini mambo sawa maana yake tukiwa na Yesu kila kitu kinawezekana kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Kama msanii wa nyimbo za Injili, na nakuona unatabasamu nzuri kabisa kuonesha mambo yako sawa sawa kabisa. Kama msanii wa nyimbo za Injili, nini ambacho kimekupa msukumo ama inspiration ya kuweza kuandika wimbo huu wa mambo sawa na kuamua kuachia katika majira haya, ama kuachia katika nyakati hizi, watu wakiwa katika harakati za mfungo, wakiwa wamejinyenyekeza kikamilifu kabisa kuelekea Pasaka? Nini kilikusukuma Bwana Samuel? Kwanza kuanzia kwenye utunzi wenyewe, na ni kama nilivyosema mwanzoni, kilichonisukuma ni kuzungumzia hasa ama kuangalia hasa jinsi ambavyo tunapatana na changamoto, lakini pia jinsi ambavyo mimi nina imani ni tofauti na mtu mwingine. Mtu mwingine anaweza kama kata tamaa, kwa hiyo nikaamua kuandika. Lakini kuachia katika kipindi hiki tunamzungumzia Yesu Kristo ambaye alikufa na kufufuka msalabani na kufufuka kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo kitendo cha yeye kufa na kufufuka maana yake ni ushindi katika maisha yetu. Tusikate tamaa, lolote linaweza kufanyika tukiwa na Yesu, mambo yanakuwa ni sawa. Na ndio maana aliteswa na akafufuka. Maana yake yote imekwisha. Tukimwamini kila kitu kitakuwa sawa. Sasa mimi natamani kujua pia, najua kila mahali unapokanyaga lazima kuwepo na kuna miba ambayo inachoma. Ni miba ipi ambayo imeweza kukuchoma, ama changamoto zipi ambazo unakutana nazo hasa katika uimbaji wa nyimbo za Injili, katika uandishi na hata pia utoaji wa kazi? Nafikiri katika uandishi hakuna changamoto sana kama Mungu anakutumia. Unaweza usione changamoto kubwa, lakini changamoto inakuja namna gani unaipeleka, unapeleka yale maono yako sasa kwa kitu halisi. Kwa mfano kama waimbaji, lazima ukishaandika wimbo wafikie watu, lazima kwanza utaenda process ya kwanza urekodi, uende studio ambapo panahitaji lazima una fedha, na baada ya hapo ili fanye video lazima pia fedha ihusike. Kwa sasa kama uchumi sio mzuri, na wakati huo kazi sasa hivi tunafanya kazi, na wakati huo hutegemei sana kupata kitu kurudisha ile fedha. Kwa hiyo changamoto kubwa inaanzia hapo. Lakini zipo pia changamoto zingine. Sawa kabisa, zipo changamoto. Najua na mambo mengi nataka kuzungumza nasi, lakini pia kwa sababu na wimbo mpya najua kabisa hata pia mtumishi wa Mungu pale, mchungaji, naye pia yuko makini, anatamani kusikiliza vizuri hapo na dada yangu hapa. Kwa leo mtazamaji ambaye unatazama kwa sasa, tuko na Samuel ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na leo amekuja kutambulisha kazi yake mpya, na mimi pia natamani nisikie na wewe pia mtazamaji, ili uweze kusikia na uweze kubarikiwa na kumfuatilia kule kupitia mitandao ya kijamii. Mimi natamani utupatie moto wa imani kidogo, moto wa Injili, utupashi kidogo ka chorus. Unajua kapela ndio unajua kuimba vizuri kabisa. Kwa maana pambio wimbo wako mpya, kwa maana wimbo wangu mpya. Okay, wimbo wangu mpya kama nilivyosema ni mambo sawa, ambao unaenda kwa sawa sawa sawa, mambo sawa sawa sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa. Hebu kidogo, naona hapo unatamani mpaka unyanyuke ucheze. Na mtazamaji, pata moto wa Injili kutoka kwa wimbo ambao unasema ni mambo sawa kutoka kwa Samueli. Pata moto wa Injili huo. Twende kazi Samueli. Mambo sawa sawa sawa, mambo sawa sawa sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa, tukiwa na Baba sawa sawa,
mambo sawa. Na asante sana, najua watazamaji watakufuatilia kule na watakutazama vyema kabisa kupitia mitandao ya kijamii. Najua muda unazidi kuyoyoma kweli kweli, ila natamani tu kujua vitu vichache kutoka kwako tunapotaka kumalizia hapa. Wewe kama mwimbaji wa nyimbo za Injili mpaka sasa mafanikio yako umeweza kuyafikia kwa asilimia ngapi brother? Inategemea ni mafanikio ya aina gani katika uimbaji, ujilishaji wa kazi zako huku na kule. Jambo la kwanza nafikiri ni ile hali ya kukua kiimani na kiroho, kwa sababu kwa kadri ambavyo unafanya kitu na hasa huduma na unapitia majaribu fulani, na ukivuka yale nafikiri hautakuwa kwenye level ile ambayo ulikuwa nayo kiimani, unakuwa. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo nilianza mpaka sasa hivi sio yule ambaye nilianza. Sasa hivi nimekuwa kidogo, uelewa wangu umekuwa, hali yangu ya kumjua Mungu imekuwa, lakini pia nimekutana na watu wengi tofauti ambao tumebadilishana mawazo, waimbaji wakubwa kama Boni ambaye nimekwambia nimeshafanya kazi na yeye wimbo mmoja huko ndani ya channel yangu, na wengine wengi. Kwa hiyo imenisaidia kukua. Pengine kifedha sijakuwa sana, lakini unajua Mungu hubariki mtu kwa njia tofauti. Kuna wakati naweza kufikiria kwamba nimetumia fedha nyingi katika kuwekeza kwenye uimbaji wakati sijapata chochote, lakini kumbe Mungu amenibariki kwa njia nyingine tofauti na ile ambayo nilikuwa na asante sana. Baada ya leo watu ambao wanakutazama kwa sasa wanawezaje kupata na kubarikiwa na wimbo huu? Jambo la kwanza wataingia YouTube channel yangu ya Samuel Mwakasiuka. Jina gumu kidogo, lakini Samuel Mwakasiuka, kwa maana kwamba Mwaka SYUKA. Lakini pia ninazo namba za simu, pengine naweza nikazitaja: 0752 15 55 25, 0752 15 55 25. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na mimi kupitia mawasiliano hayo, WhatsApp, kupiga simu, lakini pia YouTube ya Samuel Mwakasiuka. Na Mungu akubariki sana Samuel. Big up sana brother, najua utafanya vizuri sana na watu watabarikiwa. Hata mimi pia nikitoka hapa naenda kufuatilia. Na mtazamaji, ingia kule YouTube, tazama wimbo huo, na Mungu aweze kukubariki pia ili uweze kubadilisha maisha yako. Ukiwa katika mfungo wa sasa kuelekea Pasaka, najua utabarikiwa sana. Mungu akubariki sana. Amina. Na kule tutaenda kuangazia mambo sawa. Huyo ni Samuel bwana, ametoka kutambulisha wimbo wake mpya kabisa, lakini siko naye peke yake, bado wako na watu wengine pia ambao tutaenda kuwatazama kwa sasa, lakini tuko na waimbaji wengi sana leo, na bila shaka kabisa mwimbaji mwingine atajiongea hapa ili uweze kufahamu mengi zaidi kutoka kwake. Karibu sana dada Afia, na hongera kwa kuwa hapa, na Mungu akubariki sana. Kuna watu ambao wanakutazama kwa sasa, tunatamani kujua pia we kama mwana mitindo na mjasiriamali mpaka kufika hapa Star TV, zumuni kubwa hasa ni lipi? Zumuni kubwa ni kwa ajili ya kutambulisha biashara zangu. Mimi ni mjasiriamali. Zumuni kubwa la kufika hapa ni kwa ajili ya kutambulisha biashara zangu. Mimi ni mjasiriamali, na husika na uzaji wa nguo za kike na za kiume. Napatikana Meko. Ndio. Sawa. Unapatikana Meko. Ilikuwaje sasa jina lako ambalo unalitumia kwa sasa la brandi ya kampuni yako? Nimeona kuna nickname pale ambayo umetengeneza pale. Je, ni wewe uliweza kuitengeneza ama kuna watu waliweza kukupatia hilo jina? Nilitengeneza mimi mwenyewe. Nilitengeneza mwenyewe. Kwa nini haukuamua kutumia jina jingine na ukaamua kutumia lile? Kwa sababu ile brand name ya biashara yangu ni kifupisho cha jina langu. Kwa hiyo nilitengeneza mimi mwenyewe, nikaona hiyo inafaa kutumika. Sasa na watu wanawezaje sasa kupata huduma yako kwa ukaribu sana, hasa kwa kile ambacho unakifanya mpaka sasa hivi, na huku pia ukitupitisha kidogo katika namna jinsi ulivyoanza? Nilivyoanza kwanza nilikuwa online natumia simu. Nikaona page zile ambazo ziko sponsored. Mtu alikuwa anauza accessories, kwa maana ya kwamba cheni, heleni, hizi bangili. Nikawa nimevutiwa. Nikasema sasa kwa nini na mimi nisianze biashara, kwa sababu nilikuwa nyumbani sina kazi kwa kipindi hicho. Kwa hiyo nikasema nitaanza. Je, nitaanzaje? Nakumbuka nilikuwa na simu yangu nimemaliza chuo, nikaamua kuiuza. Kuna rafiki yangu alikuwa anahitaji simu, akawa ameniambia Lechu bwana, niuzie simu yako. Kwa hiyo nilipoona kile kitu nikawa nimemtafuta. Nikampigia, nikamwambia nauza simu yangu. Akaniambia njoo hapa dukani. Maana dukani kwake na nyumbani kwetu hapakuwa mbali sana.
Nikamwambia sawa, nafika hapo muda sio mrefu. Kwa hiyo nikaenda nikamuonyesha simu, tukaingia makubaliano. Nakumbuka niliuza 300,000. Kwa hiyo nikauza 300,000. Nilipotoka pale na ile nikamwambia mama, kumba nimeuza simu yangu, nataka nianze nini? Biashara. Akaniambia una uhakika utaiweza? Nikamwambia ndio, na imani nitafanyaje? Nitaiweza. Kwa hiyo kwenye ile page ambayo niona zile accessories, nikawa nimefuatilia bidhaa zao, nikawa nimechukua namba zao, nikawaagiza bidhaa. Nikaagiza cheni, heleni, bangili. Zikaja ziponifikia, nikaanza kuziuza. Nakumbuka nilikuwa natembea tuseme mtaa kwa mtaa. Natembeza nikikutana na wale nakwambia bwana mimi na bidhaa hii na hii nauza, nakopesha pia. Hivyo ndo nilianza hivyo. Sawa, kwenye biashara najua kuna kusimama na kuanguka pia. Nini ambacho kiliweza kukupa ujasiri wa kuweza kusimama pale ulipoona unadondoka ama mambo yanakuendea kombo? Cha kwanza nilikuwa na asali sana, nilikuwa na mtumaini Mungu kwamba nitaweza. Kingine mama pia alikuwa ananitia moyo, kuna ndugu jamaa na marafiki. Japokuwa changamoto zipo, ila katika kupambana nikajikuta ninainuka. Ndio. So, katika kupambana ukajikuta unainuka. Kanisa limekusaidia kwa kiasi gani mpaka sasa hivi? Kanisa katika kuhakikisha nafasi yako kama mwanamke unaendelea kusimama kufanya biashara, kufanya kazi za nyumbani, lakini pia na kuhudumia familia, baba kwa ujumla? Kanisa limenishika mkono, niseme wateja pia wapo ambao ni washirika wenzangu. Wa kwanza kabisa kunichangia, nakumbuka mchungaji wangu pia ni mteja wangu wa kudumu. Ananichangia, ananiuliza upo, unaendeleaje? Hivyo. Sawa kabisa. Natumaini umetujibu vyema kwa wale watazamaji pia ambao wanatazama kwa sasa. Najua wamebarikiwa zaidi, na kwa wale ambao wanatufuatilia hata unavyoniona nimependeza hivi, ni mtaalamu hapa Rachel amefanya mimi niweze kupendeza, na pia unaweza ukafika ili uweze kupata baraka ama kuweza kupendeza zaidi, hasa tunapoelekea katika msimu huu wa Pasaka. Nikija kwako Bishop, karibu sana. Asante sana. Karibu sana, na tupo katika harakati hizi za watu wakiwa katika mfungo, lakini wengine pia wakiwa katika magumu na majonzi ambayo wanapitia. Swali ambalo nahitaji kufahamu zaidi kutoka kwako Bishop, najua unakutana na watu wengi sana kanisani na hata pia ambao wapo kanisani. Katika uzoefu wako na huduma ambayo unaitoa mpaka sasa hivi, mtazamo ukoje kwa sasa kuhusiana na swala hili? Kulingana na wakati huu tulionao, kwa hali halisi nzima ya maisha ya wanadamu, ninajua kila mwanadamu kuna namna anavyotazama na anavyofikiri. Ndio. Lakini mimi kama mtumishi wa Mungu ambaye nimebeba dhamana ya kuwahudumia watu wa aina zote na kuwapa mwelekeo, ndio, ni kuendelea tu kuwasisitiza watu kuitambua nafasi ya Mungu, na hasa wakati huu wa majira ya Pasaka. Ndio. Zaidi tunapokumbuka kwamba ndipo tunaweza tukapata ushindi wa kipekee kabisa kwa kila hatua ya changamoto ya maisha ambayo mwanadamu yeyote anaweza akapitia. Ndio. Bila kujali anaamini nini, haamini nini. Ndio. Lakini tunao msaada wa kipekee kabisa ambapo kila mmoja anapopata huo ufahamu, basi inaweza kumfanya kumvusha kila hatua ya maisha anayopitia. Sawa kabisa. Yeah. Bishop Charles, nina swali pia nataka nifahamu zaidi kutoka kwako. Kanisa ama kiroho zaidi, tunawezaje kuwasaidia wale watu ambao wameweza wameanguka dhambini, lakini pia katika masuala ya kibiashara wameweza kuporomoka, kama dada hapa jinsi alivyouliza? Tunawezaje kuwasaidia watu hawa na tukaacha kuwacheka ama kuwabeza kwa yale maswaibu na magumu ambayo wanaweza kuyapitia, kuwapata wakina Simoni wa Kilene wa sasa? Sisi kama kanisa, namna tunavyoweza kuwasaidia ama kushikamana nao watu wanaopitia hatua mbalimbali, cha kwanza kabisa ni kuwaonyesha upendo. Kwa sababu tunapowaonyesha upendo, ni rahisi kuelewa hata kila ambacho tunaweza tukawaelekeza cha kuwasaidia. Na kwa njia hiyo katika kuonyesha upendo ndipo tutawafunulia
siri ya ushindi ambayo kila mwanadamu aliyeko chini ya ardhi ama chini ya jua anaweza akapata msaada kwayo. Kama kanisa tunafanya hivyo. Maana tunamwona Simoni kwenye Biblia wa Kirene alibeba pia alibeba mzigo mzito msalaba wa Yesu Kristo. Je, watu hao bado wako mpaka sasa ama bado wapo wale ambao wanawacheka na kuwabeza? Tunaweza tukawapata katika karne hii? Watu kama hao si kwamba hatuwezi kuwapata, tunaweza tukawapata. Labda tu tofauti yake ni kwamba leo hata beba mtu msalaba kwa kuonekana kama alivyoubeba Simoni Mkirene. Maana wakati ule ndio msalaba halisi ndio ulikuwepo kweli wakati huu. Sasa hivi kwa njia ya imani mtu kujifunza kabisa akielekezwa, na tunaelekeza watu wengi wanapoelewa, basi tayari kwa hatua hiyo ya imani kabisa wanaonekana kabisa kweli wameubeba na wanaona kuna msaada mkubwa unapatikana. Ndio mtangazaji. Na unaona kuna msaada mkubwa unaweza kupatikana. Na je, kwa vijana wa Gen Z ama vijana wa Dokomo ambao pia kanisani wamo, kanisa limeweka mkakati upi sasa kuhakikisha vijana hao wanaendelea kukua katika misingi ya imani na kutambua kwamba tunatakiwa tufanye mema kwa watu pia ambao wanatukosea? Na si tu katika wakati wa kuelekea misimu hii ya Pasaka ama katika mfungo, na mfungo kisha hiyo tabia ama ile hulka tuliokuwa nayo inakuwa imekwisha. Ndio. Tunapozungumzia vijana pengine tusitenge sana makundi, kwa sababu tukizungumzia makundi pengine kuna wengine tunaweza tukawakosa ama tukawapoteza. Lakini kwa ujumla Biblia inazungumza sana kwa habari ya vijana wa aina zote, bila kujali hawa ni rika lipi, wanaitwaje, maana dunia ina majina mbalimbali kama ulivyosema. Lakini tunapotazama Biblia, kwa mfano katika Zaburi ya 119 mstari ule wa 9 amesema hivi, jinsi gani kijana isafishe njia yake, anasema kwa kutii akilifuata neno lako. Kwa kijana yote tunapomwelekeza namna ya kutatua changamoto zake au hali ngumu ambayo imemjilia, kwa hapa akielewa kumtii Mungu kwa maana ya kulitii neno lake, anapata msaada wa kutosha. Kabisa. Amen. Na tunapata vijana wengi. Amen. Kabisa. Na wengine wanakuwa wachungaji pia. Na wengine si wachungaji tu, wanakuwa mpaka maaskofu. Na wengine kupitia humo wanakuwa mpaka hata mawaziri. Tuna shuhuda nyingi sana za vijana wengi ambao walipopokea neema hiyo na kukubali na kuwa tayari, maisha yamebadilika kabisa na yamekuwa msaada kwa vijana wenzao. Naam, asante sana Bishop Charles kwa maelezo mazuri kabisa na yakina. Najua mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa kuna namna kitu amekipata siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe jamani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikija kwako Madam Rachel, natamani kwa wale ambao wanakutazama kwa sasa huenda wana shauku kubwa kukufuatilia na kujua brand name ambayo pia unaitumia. Karibu. Asante. Brand name yangu nayoitumia Instagram utatupata kama Ras Correction. Kila kitu kiko pale. Ras Correction. RACIE. Na kuendo mpo kwa wingi sana. Tupo kwa wingi. Sawa. Ras Correction. Yes. Sawa. Kwa ile hata pia mtazamaji unavyonitazama kwa sasa, Ras Correction ndio amenifanya mimi nipendeze na nionekane katika muonekano fulani hivi wa kitofauti, na hawa ndio wananifanya mimi pia niweze kukufanya wewe mtazamaji uweze kukaribia kwa karibu sana na kuweza kuwapata. Ulisema mko mahali gani? Tuko Meko sokoni. Tunatazamana na soko. Kwa watu wakifika pale kwa karibu sana wanaweza wakapata huduma zenu. Sawa kabisa. Kwa yule mtazamaji pia ambaye unahitaji kutoka katika msimu huu wa Pasaka, tunapoelekea Pasaka katika mfungo huu, uende utamani pia upendeze na utokelezee vizuri katika jamii na watu wakuona unapendeza, Ras Correction wapo kwa ajili yako ili uweze kubarikiwa zaidi nao, na pia wataweza kukuhudumia kwa kile chochote ambacho unakihitaji. Mungu akubariki sana. Amina. Kwa kila ambacho umekitoa. Mungu akubariki sana. Amina. Na nikushukuru pia kwa yule mtazamaji ambaye bado unaendelea kuwa nasi. Unaweza kushiriki pia kwa kupitia 0693
0693 852 814 ni namba ambayo itakufanya wewe uweze kubarikiwa sana 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 kwa kutuma ujumbe ama swali lolote ambalo linaweza kukutatiza siku hii ya leo kuhusiana na kila ambacho tulichonacho hapa studio kupitia Amka Tumsifu Mungu. Nikushukuru sana. Najua kuna wadau mbalimbali pia, tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili Samuel hapa. Najua Samuel, unasikia? Yeah. Utafika nitapata mbele niko napafahamu, nitembelea hapo nipate kidogo na mimi. Sawa kabisa. Mimi natamani Samuel, najua una nyimbo nyingi na wimbo wako huo ambao umeuimba wa msalaba, mambo sawa. Mambo sawa. Yes. Natamani pia utupe chorus kidogo. Kuna mtazamaji hapa anasema naomba arudie. Yes, chorus ndio ambayo nimeimba ile sawa sawa, mambo sawa tukiwa na Yesu. Kwa hiyo kwa faida ya mtazamaji naanza kurudia. Sawa sawa sawa, mambo sawa sawa sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa, tukiwa na Baba Stefa Allegiance Sound. Sawa sawa sawa, mambo sawa sawa sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa, tukiwa na Baba sawa sawa, mambo sawa 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 sawa, mambo sawa sawa sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa, tukiwa na Baba sawa sawa, mambo sawa. Mwamba usiotikisika Yesu, tena ngome imara Yesu, Bwana wa mabwana, mwamba wa vita, Bwana wa mabwana, jemedari hatuna mashaka naye. Mungu wetu ni mwaminifu Babayo, hatuna mashaka naye. Mungu wetu ni mwaminifu, akisema ndio hakuna wa kupinga, akisema ndio hakuna wa kupinga, akisema hapana hakuna wa kusema ndio. Hatuna mashaka na Baba yetu, hatuna mashaka na Yesu wetu, tunamuamini Yesu, tunamuamini Baba, tunamuamini Yesu, akisema ndio hakuna wa kupinga, akisema hapana hakuna wa kusema ndio. Mambo sawa mambo sawa mambo sawa, tukiwa na Yesu sawa sawa, tukiwa na Baba sawa sawa, kupatia moto wa Injili kutokana na wimbo wake mpya huo mambo sawa. Ningekuwa na sauti sawa sawa sawa, mambo sawa sawa sawa, Ndio Samuel, leo umekuja tukiwa na Yesu. Leo umekuja na kitu cha tofauti sana. Kwanza umependeza brother. Asante. Lakini mimi natamani kujua zaidi, umetueleza namna jinsi ulivyouandika, bado kuna wadau wanakutazama kwa sasa, wameona wimbo wako ama kichupa, tunasema kichupa kipya umekiachia, lakini pia wanatamani kujua zaidi una album ambazo pia umeshaziachia. Album zipo nyingi, kama 2 hivi nafikiri. YouTube pale kuna nyimbo nyingi sana ambazo nimeachia kama nilivyosema, kuanzia miaka kadhaa kama 7
takribani utaona idadi ama idadi hesabiki, mambo ni mengi. Zinaanzia kuanzia 10 na kuendelea, manake wastani album 2, japo bado zingine ni audio, sija upload bado, lakini video zipo nyingi sana, zipo za kutosha. Miongoni mwa hizo kuna maonyo ya wazazi ambayo nilifanya na Boni, kuna tangu nilipomjua, kuna na kuamini, zipo nyingi. Ilikuwaje ukapata nafasi ya kuweza kufanya na Boniface Mwetege bila kukosea? Ilikuwa kwaje yani mpaka mkaweza kuchangamana na kutengeneza kolabo kubwa kama hiyo? Boni Mwetege tunafahamiana vizuri na ni mtu wa nyumbani kikabila, kwa maana kwamba ni Mnyakyusa. Kwa hiyo tumekuwa na kufahamiana kabla hata kuanza kwamba tutafanya kazi. Kwa hiyo baadaye ndo tukapata wazo kwamba nafikiri tulikutana Kenya kwenye mkutano. Nikamwambia unaonaje tufanye kazi? Akasema basi sawa. Tukiwa Dar basi tutafanya. Kwa hiyo nimeenda Dar, tukatengeneza kwanza ni rekodi, kwa sababu mimi mwenyewe ni producer studio. Nilitengeneza kipande nikamtumia, akapeleka kwa producer wake. Baadaye nilipoenda Dar basi tukaona tufanye, akaingiza verse zake na mimi nimeweka yangu chorus, baadaye tukafanya video. Mambo yakawa vizuri. Samueli, unajua kuna kitu kimoja, waimbaji wa nyimbo za injili kwa sasa mmekuwa ni wengi sana. Mapokezi yalikuwaje sasa tukitazama huo wimbo wako mpya? Najua umeshauachia kwa YouTube. Mapokezi yalikuwaje? Tuanzie huu wimbo kwanza mpya, alafu kisha utatuambia huo wa Boniface Mwetege. Mapokezi kwanza kwa wimbo huu, baada ya kuwa nimewachia, nilipokea pia jumbe nyingi za kutia moyo, za kufurahia kutoka pande tofauti kwamba wamefurahia wimbo na kunipa pongezi, endelea vizuri na hivyo. Kwa hiyo mapokezi yalikuwa mazuri. Pengine japo ni tofauti kidogo na ule ambao nilifanya na Boni Mwetege, kwa sababu pengine jina ama umaarufu wa wenzangu, na interview nilifanya maeneo mengine pia. Watu walipokea kwa kiasi kikubwa, lakini pia nilipokea mialiko mingi kutoka sehemu mbalimbali kwenda kuhudumu. Wengine ambao hata wanijui, nilishangaa kutoka Kenya Kisii. Kuna mtumishi mmoja kule aliona tu wimbo, hatujuani, hatufahamiani, akatuma hela kwamba ni ya usafiri, nisafiri niende. Akasema mimi sikujui, lakini naamini kwamba utakuja, kwa hiyo ukiamua kula upotee basi. Akatuma nauli ambayo ilikuwa ni kiasi kikubwa cha mimi na watu wawili kusafiri. Kwa hiyo mapokeo kama mazuri, kiasi cha kwamba mtu aliamua kutuma nauli anijui, mpaka nikaenda na baadaye nikahudumu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Changamoto zipo, lakini tunaamini. Kwa mwaka huu 2026 nini kipi ambacho utakuja nacho sasa unapenda kumalizia? Tunapoenda kumalizia, kwa maana kwamba mwanzo wa mwaka huu ndo nimeanza na mambo sawa. Nafikiri katikati hapo, unajua changamoto moja ambayo inatukuta maproducer ni sawa na mpishi. Anakuwa sio mlaji sana, kuna wakati anapata uvivu wa kula sana kwa sababu yeye ndo anapika. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto, lakini nafikiri katikati ya mwaka Mungu akinijalia, akinipa kibali, nitafanya wimbo mwingine, na pengine mwisho wa mwaka wategemee pia kitu kingine. Na asante sana, najua kule YouTube wataingia na watakufuatilia kwa karibu sana. Yes, YouTube tunapatikana kama Samuel Mwakasiuka, kama nilivyosema, Samuel Mwakasiuka, kwa maana kwamba Mwaka SYUKA. Lakini pia namba zangu za simu 0752155525 0752155525. Na asante sana, najua mtazamaji utaingia kule, utabarikiwa na wimbo huo kama na jinsi mimi pia ulivyonibariki. Lakini pia leo imekuwa ni bahati nzuri kabisa, tuko hapa pia na mwimbaji wa nyimbo za injili, na huyu si mwingine anaitwa Joshua Jonas. Karibu sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Kuna wengine hapa pia wanakutazama, umekuwa ni mwimbaji wa nyimbo za injili kwa muda mrefu sana. Kuna watu pia wamekata tamaa na wanahitaji kupewa faraja. Wewe kama mwimbaji wa nyimbo za injili, najua na nyimbo nyingi, natamani utuambie mpaka sasa kama kijana, na tukielekea katika Pasaka hii umejipanga vipi? Nimejipanga kumtumikia Mungu. Si kwa mazoea, na kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Naomba tu Mungu anitie nguvu niweze kusimama kwa zamu yangu. Ndio. Naam. Sawa kabisa. Na watu pia wanaweza kukupataje wakihitaji kupata kazi zako? Mimi napatikana YouTube. YouTube napatikana kwa jina la Joshua Jonas. Naam, napatikana kwa hilo jina, lakini pia Facebook napatikana kwa jina la Joshua Jonas. TikTok Joshua Jonas, Instagram Joshua Jonas. Joshua Jonas. Naam. Na okay, mimi natamani utumbie hata kidogo. Najua leo mkitoa korabo hapa itakuwa poa sana. Walininyoa nywele zangu nzuri kwa kunikomoa,
Walichosahau asili ya nywele ni kuota tena. Walikata mti wakacha mizizi eti wamemaliza. Walichosahau asili ya mizizi ni kuchipuka tena. Walizika mbegu kwa kunikomoa. Walichosahau asili ya mbegu ni kuchipuka tena. Ona jasho linavyowatoka, hawaelewi, wanashangaa. Hawaelewi, wanajiuliza, wataweza tena kuniteketeza? Wameshindwa kuniweza, niko kwa Yesu na nataniweza. Wamefeli wote, wanaona giza, walipambana linashindikana. Ona kila wanayemwagiza, akifika naongea zigizaga. Ona jasho linavyowatoka, hawaelewi. Najua unatamani unyanyuke, hata pia unyanyue Samueli, lakini najua inatosha. Mungu akubariki sana kwa kipaji ambacho ameweza kukupatia. Najua kule YouTube watu wataingia, utaandika tu Joshua Jonas, wanashangaa. Wanashangaa na ataupata wimbo huo. Kutokana na muda jinsi unavyokimbia na mambo ni mengi kulikweli, kabla sijaja kwake Bishop Charles, kwa sasa ngoje tutazame moja kati ya jumbe mbalimbali ambazo watu wanazituma. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Besa, niko Arusha na wafuatilia mbashara na nawatakia Jumapili njema hapo studio mlipo. Na huyu si mwingine anasema kwamba wimbo ni mzuri sana sana sana. Samueli, Mungu akubariki sana na unaimba vizuri. Karibu na mimi pia nitakukaribisha. Amen. Ndivyo alivyomaliza kusema hivyo. Huyu anasema kwamba anaitwa Jayara kutoka Dizim na anasema Mungu aweze kuwabariki sana hapo studio. Na huyu si mwingine anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Huyu anasema kwamba Baraka Nindi toka Mahanje Songea, nikiwa na familia yangu kipindi. Hongera kaka Samueli, Mungu aweze kukubariki sana sana sana. Amen. Na watu wanakufuatilia wengi sana. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Samueli yuko vizuri, amenikumbusha enzi zangu mwaka 1990 nikiwa mwalimu wa kwaya kaza buti. Kaza buti mwanangu, utafika tu ukiwa na Yesu. Huyu ni John Kintu kutoka Kigoma mjini. Kuna watu wa mwaka 1990 wamekumbuka mbali. Huyu anasema kwamba hongera sana kwa kipindi kizuri na Mungu aweze kuwabariki. Samueli, Mungu akutie nguvu. Amen. Na huyu si mwingine anasema kwamba Joshua Jonas, Mungu aweze kukubariki sana kwa namna jinsi ambavyo Mungu amekupa kipawa hicho. Najua kule YouTube wanawapata vizuri sana, lakini kwa yote ngoja turudi sasa kwa Askofu Chazi Iseke. Najua watu wengi wamekuwa kibarikiwa sana kwa kupitia nyimbo, kwa kupitia uimbaji, lakini pia kwa kupitia maombi, na kwa wale pia ambao wamekuwa wakikata tamaa ama kukosa tumaini kabisa. Kwa dakika chache hizi ambazo zimeweza kusalia, ningependa uweze kushiriki nasi kuweza kuatia moyo kwa njia ya maombi kwa wale ambao wameweza kukata tamaa na kukosa tumaini kabisa katika maisha yao, tukiwa katika msimu huu wa kuelekea kufika sikukuu ya Pasaka, lakini tukiwa katika msimu ambao watu wamefunga na kuomba kujinyenyekeza kikamilifu, Mungu aweze kufungua malango yao. Karibu sana Bishop Charles Iseke. Asante sana mtangazaji. Kwa wote wanaotufuatilia sasa hivi na hata wakati mwingine wowote, nipende kutumia nafasi hii kabisa kuhakikishia juu ya nguvu ya msalaba inayopatikana kupitia neno la Mungu ambalo ni Biblia. Ni kweli kama wanadamu kila moja kuna changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia, lakini tunapomtafakari sana Mungu na kumtazama kwenye neno lake, kwa mfano katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, amesema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hili ni neno kabisa lenye uzima, tena limebeba majibu kwa kila mtu bila kujali anapitia nini. Sasa hapa inahitajika tu moyo wa imani kwamba hiki ambacho kimesemwa katika neno ni mahali pangu mimi pa kuvukia. Nina uhakika na watu wengi ambao tumekuwa tukikutana nao waliokata tamaa kabisa,
tunawatia moyo na kuwafariji na kuwapa neno la Mungu na hatimaye kuwaombea, na mabadiliko yamepatikana makubwa kabisa. Kwa hiyo hata asubuhi hii niwakumbushe Watanzania wenzangu wote wanaoamini na wasioamini, kwa Yesu inawezekana. Hakuna jambo lisilowezekana. Nirudie kukaza na kusisitiza kabisa kwamba inawezekana yote kabisa. Hakuna jambo linaloshindikana. Hakuna jambo linaloshindikana. Kwa dakika chache kabisa ambazo zimeweza kusalia, ningependa uweze kuwaombea kwa wale ambao wameweza kukata tamaa kwa maombi mafupi sana, ili waweze kusimama imara na kuweza kusonga mbele. Okay. Acha tuombe basi. Bwana Yesu, asante kwa sababu ulikufa kwa ajili ya kila mmoja wetu kwa dunia nzima. Tukiwa hapa Ilemela, lakini taifa zima na hata nchi zingine wanapotutazama na kutufuatilia. Ninaomba mkono wako Mungu wa nguvu usiopungua umfikie kila yeyote, awe mzee, awe baba, awe mama, popote alipo, kwa namna yoyote anavyopita katika magumu. Nataka nitangaze rehema zako zenye msamaha na msaada wako uweze kumfikia, kwa kuwa neno lako halina mipaka. Kwa maneno ya maombi haya natangaza kufunguliwa kwa wote wanaoteseka, iwe kwa magonjwa, iwe kwa umaskini, iwe kwa adha yoyote, ama kukatariwa, ama shida ya aina yoyote. Kwa jina la Yesu Kristo nitamke kufunguliwa kwa mateso ya namna mbalimbali. Nimeomba haya kwa njia yake Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. 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 Na imani kabisa kwa yule mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa, kwa maombi hayo ambayo umeweza kubarikiwa nayo kutoka kwa Bishop Charles Iseke, na imani siku yako itakuwa njema na itakuwa ni Jumapili ya pekee kabisa. Ingawa hapa leo imekuwa ni burudani, lakini pia tumepata neno la Bwana kutoka kwa Samueli pamoja na Joshua Jonathan. Kwa wakati huu ambao umesalia kwa dakika chache, ngoja nipite na kutazama jumbe za watazamaji ambao wamekuwa karibu nasi na kutufuatilia. Na huyu si mwingine, anasema kwamba Samueli Mvungi akitokea Mwanga, anasema Mungu aweze kuwabariki sana. Vijana wapo vizuri, kipaji anacho na Mungu aweze kumtia moyo. Samuel Noda. Amen. Yeah, huyu si mwingine anasema kwamba Jonathan, Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri ambayo unaweza kuifanya. Na huyu si mwingine anasema kwamba natamani nipigwe korabo hapo kwa dakika chache zilizobaki. Na asante sana, na najua jumbe ni nyingi kweli. Huyu si mwingine anasema kwamba hongereni sana kwa kipindi kizuri. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Karelwa kutoka Muleba, Kagera. Kipindi kizuri na ninawafuatilia, na Mungu aweze kuwabariki sana, na sisi pia tunasema Mungu akubariki sana sana sana. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Jovian, sema tu anaitwa Jovian huyu. Huyu anasema kwamba anaitwa Mlakomea. Mungu aweze kuwabariki sana sana sana. Na tunapoelekea sasa ukingoni, najua Samuel, najua wimbo wako mpya leo itakuwa ni faraja kwa watu wengine na itakuwa ni burudani kubwa sana. Jonathan, Baba, mmejipanga vipi? Kuna korabo tuisubirie kwa mwaka huu na Samuel? Naam, asante sana. Nije hapo kwa Baba Askofu. Naam. Kwa dakika chache ambazo zimeweza kusalia, neno fupi kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa, ili aweze kumaliza mfungo wake vyema kabisa, na huku akimshukuru Mungu katika maisha yake ya kila siku. Neno fupi ambalo niliseme kwa kila mmoja wetu, na hasa wale ambao wanatambua kwamba ni wakati wa Pasaka sasa. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 amesema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Niombe sana tusiruhusu kupotea kwa namna yoyote, kwa sababu dunia tulionao ni dunia ambayo tunapita, hatuishi. Kwa sababu tayari tuna msaada ambao ulishapatikana pale msalabani kwa wote kabisa. Kwa hoja ya msingi hapa tu ni kukubali kuamini na kubali kwamba kuna nguvu ya ushindi ambayo imebeba kabisa. Kwanza kuna kusamehewa dhambi. Kuna watu wengi wanakata tamaa wanapojikuta ameanguka dhambini, lakini tayari tuna msamaha wa dhambi kupitia msalaba, lakini tuna nguvu ya kuokolewa, lakini pia tunawezeshwa kushinda
mauti za namna yoyote zinazoweza zikapatikana. Kwa hiyo niwatie moyo na kuwaalika kwamba bado kuna nafasi nzuri ya kubadilishwa maisha na ile nguvu ya Yesu Kristo kupitia msalaba wake. Amen. Asante mtazamaji. Amen. Na lakini pia kwa yule mtazamaji ambaye anatazama kwa sasa msalaba mzito ambao aliweza kubeba Yesu, alibeba msalaba mzito, lakini na mambo mazito ambayo aliweza kutufia sisi wanadamu, lakini licha kuanguka chini bado alinyanyuka na kusimama tena hadi kufika katika safari ile pale Golgotha. Na wewe pia mtazamaji ambaye unanitazama kwa sasa, bado na nafasi kubwa kuweza kusimama na kuanza upya maisha yako, huku ukimtanguliza Mungu kuwa njia na mwokozi katika kila mahali ambapo unaweza kupita. Lakini sio tu katika msimu huu wa Pasaka, hata Pasaka inapoisha bado na nafasi kubwa kuweza kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amekutendea siku ya leo. Niweze kuwashukuru sana pia jopo zima ambao umeweza kuwa hapa, watumishi wa Mungu. Najua umewabariki wengi sana. Joshua Jonathan, mwimbaji wa nyimbo za Injili, pamoja na Samueli, mwimbaji wa nyimbo za Injili, pamoja na Bishop, naye pia ameweza kutubariki Charles Iseke kwa namna jinsi ambavyo ameweza kutufafanulia neno la Bwana. Lakini pia nikushukuru kwa yule mtazamaji ambaye uliweza kutega sikio lako na kuwa nasi na kutufuatilia kupitia runinga yako pendwa kabisa Star TV. Ulikuwa nami Andrea Amos Masanja. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo pia wa vipindi vingine, lakini pia nishukuru kwa jopo zima ambalo limeweza kuhakikisha matangazo haya yanakufikia mahali kokote kule uliko, kiongozwa na mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Makuliga, lakini pia mrusha matangazo ambaye ni Venita Salvatori. Mungu aweze kukubariki sana, na tunapofika ukingoni bado safari yetu tunaendelea. Ni msimu huu tunakuwa nao na kukupa fundisho wewe mtazamaji katika kuelekea safari ya Golgotha. Tukutane tena Jumapili nyingine, lakini tunapofikia mwisho niko na Samueli hapa, na yeye pia anatambulisha wimbo wake mpya kama zawadi. Najua tunapoelekea mwisho natamani pia uweze kumalizia wimbo wako huo kutukipata burudani ya kile ambacho umekiandaa, ili watazamaji waweze kubarikiwa zaidi. Na mtazamaji, pata moto wa Injili kutoka kwa Samueli, ikiwa ni kibao chake kipya. Karibu sana Samueli. Asante sana kwa sawa. Mambo sawa. Tukiwa na Yesu sawa. Tukiwa na Baba sawa. Mambo sawa. Samani twende sasa wote. Mambo sawa. Mambo sawa. Tukiwa na Yesu sawa. Tukiwa na Baba sawa. Mambo sawa. Sawa mwongeze sauti nyingine. Steffa, Allegiant Sound. Sawa. Mambo sawa. Tukiwa na Yesu sawa. Tukiwa na Baba sawa. Mambo sawa. Mambo sawa.
akisema ndio, hakuna wa kupinga. Akisema hapana, hakuna wa kusema ndio. Mambo sawa, mambo sawa, mambo sawa. Tukiwa na Yesu, sawa sawa. Tukiwa na Baba, sawa sawa. Mambo sawa, mambo sawa, mambo sawa, mambo sawa. Tukiwa na Yesu, tukiwa na Yesu, tukiwa na Yesu, tukiwa na Baba, tukiwa na Yesu, mambo yetu yanakuwa shwari tena sawa. Hata leo anaweza kwako, hata yule kipofu Bartimayo alimponya. Iweje leo ashindwe kwetu? Bwana, Bwana, Bwana anaweza. Bwana, Bwana kweli anaweza. Tuna imani naye, naye, tuna imani naye, naye Bwana. Tuna imani, 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 tuna imani naye, naye, tuna imani naye, tuna imani naye Bwana. Sawa, 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 mambo sawa, mambo sawa, mambo sawa, tukiwa na Baba, tukiwa na Yesu, tukiwa na Baba, mambo sawa, 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 sawa. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.